Angalie katika fi dhilali al-Quran ya Sayyidi Qutb, maana ya kusema was-samai dhati ar-raj'. Hiyo ar-raj' ni nini? Allah anaiapia mbingu yenye kitu chenye sifa ya kujirudia rudia, ni mvua. Inakuja, inajikusanya, inakwenda, inajikusanya. Was-samai dhati ar-raj'. Sayansi kuanzia kwamba hakuna kitu ambacho hakijaumbwa sinfi mbili, ni mambo ya biology, mpaka miti kuna dume na jike. Qur'ani hiyo biology imetoka humo. Wa min kulli shay'in khalaqnahu zawjayn. Namna gani mti unaugundua kuna dume na jike? Ingia katika Qur'ani, soma vizuri, angalia namna mwanadamu walivyoumbwa. Hata hao wasomi wa science wanaopinga kufufuka, lakini wanakubali kuoza kwa punje ya mpunga. Ajabu. Mpunga unaoitwa afa, kilombero, bora kupata, unapouatikiza chini hauwezi kumea mpaka uoze. Lakini siri ya ile aina ya mpunga haiozi. Uwezi kupanda kilombero ukaibuka nini? Bora kupata. Unaibuka ule ule. Na ndiyo mwanadamu ataoza kila kitu. Kuna kitu ambacho ndiyo wewe akitaoza. Ikifika siku ya kiyama unatoka wewe mwenyewe. Kuanzia kuumbwa kwako, angalia ile chakula namna kinavyobadilika kutengeneza rutuba na vitamins. Baada ya hapo inakwenda inageuka kuwa damu, kutoka kwenye damu sperms, na zile sperms ni damu. Namna gani zinakwenda katika rahim, mfuko wa uzazi, kiwandani, zile sperms zinakaaje, kisha zinakwenda zinarudi tena katika asili yake ya damu. Zikitoka hapo zinaganda, zinatengeneza mnofu. Fakasauna al-idhama. Sayansi yote hii nenda kaigundue wapi? Ndani ya Qur'an. Wakati Mtume Yusuf anamwambia babake, ya abati inni raaitu 11 kaukaban, 11 washamsa walqamara, 2 ngapi jumla yake? 13. Raaituhum li sajidin. Leo juzi tu hapo mwaka 80 na Marekani yule kama sikosei ndo anagundua sayari sio 7, sayari zipo 13, na asili yake ni aya hii. Hatuwezi kusema kila kitu kwa sababu muda hautoshi, lakini Qur'ani ndiyo kila kitu. Wewe angalia kipi ukipate, nenda katika Qur'ani utaelekezwa. Kuna mtu anafikiri, nilisema siku moja darasani kwetu, anafikiri vitu hivi vimetoka juzi. Qur'ani shekhe, wa'allama adamal asmaa, alafu nini? Kullaha. Kaa hapo kwenye tafsiri ya Qur'ani. Kwa nini Mungu kasema al wa'allama adamal, hiyo lam, adamal asma, alafu akaweka kullaha? Elimu yote kaunia ya duniani Mungu aliitia katika mgongo wa Nabii Adam. Anazitoa zile elimu kwa nyakati. Zama hizi watu watagundua kamera, zama hizi watu watagundua fiber, zama hizi, yani ile yote hizi elimu zote hizi kwa Adamu tayari zilikwisha. Uo mpera kwamba ni chakula, miti yake kuni, lakini majani dawa, yote Adamu alishafuta kwa mwalimu wake. Wa'allama adamal asma, alafu kullaha. Kanzu zote hizi university alishamaliza Adam, muda hautoshi. Qur'ani ndiyo kila kitu. Hata unapokwenda ukamzungumzia mwanamke anayechelewa kizazi, muda sasa ndo hautoshi zaidi. Tukazungumzia mrija unaopokea zile salamu, upoje, umetofautiana vipi? Wakati mwingine unaweza ukachelewa kupata mtoto kwa sababu wewe umekaa staili moja. Nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Sayansi ya mahusiano katika kutafuta njia ya kizazi. Nisaukum harthul lakum, tashbihul baligh, fa'tu harthakum anna shi'tum. Ukilazimisha kukaa hivi, ukiona uelewi, hayakuhusu. Ukilazimisha kukaa hivi, simuona kiganja changu,
Inawezekana huyu bomba ya kupokea mbegu imelala, hawezi kushika ujauzito, sababu bomba yake imetazama chini na wewe kila siku upo hapa tu. Badilisha, siku nyingine Rasti, siku nyingine Sika na Hawand, badilisha hizi makamati. Kumbe inawezekana mstaili unaotakiwa kutumia akae hivi. Yale maneno ya Mayahudi wanaosema man atamra'atahu min waraiha kharaja ajaa alwaladu ahwal, mwenye kukutana na mkeo wanapokutana kindoa, lakini akakutana naye kwa kukaa hivi, yani ile yenyewe original, lakini ukakaa hivi, kuna hatari mtoto kutoka macho yanatazama tofauti. Ahwal, si tuite lugha gani? Kengeza. Ile ni fikra tafi. Mungu alichosema nisaukum harthul lakum, wake zenu ni sawa sawa na mashamba yenu kabisa. Kwa hiyo fa'atu harthakum annashitu, ingieni kwenye mashamba yenu kwa staili mtakayo. Ukitaka unaingia kiubavu, si shamba lako. Ukitaka unaenda kwa hivi shamba, ukitaka unaingia kinyume kama mwanga. Fa'atu harthakum annashitum. Yale Mungu hakuyaruhusu staili hizi za makutano isipokuwa kwa maslahi, na muda utoshi. Watu wanafikiri labda ule uhuni, umjini, ujana. Sio ujana, unachelewa. Na pengine sio kwa maslahi ya uzazi, kwa maslahi ya sumaku ya mwili wa wanandoa, ima wote ima mmoja wapo, ile sumaku ya tendo. Mwingine ukikaa hivi anachelewa kujua ile, na kanuni inasema utamu wa pipi ni mate yako. Ukiona uelewi ya kuhusu hiyo, ndio Qur'ani shekhe. Inawezekana ukikaa hivi unachelewa kujua hii nini, maziwa au nini, kumbe wewe unatakiwa iwe hivi ndio unaelewa. Mlango ule, lakini badili staili. Ukibadili utakuja kunambia siku nyingine tukiwa wawili, bwana wewe, kumbe tofauti A na B zote herufi, lakini hizi ni tofauti. Hivi nyinyi mnanielewa kweli? Yanakuhusu. Hiyo ndio Qur'ani shekhe. Wewe umeng'ang'ania kila siku tu, sio swala ndio utazame kibla. Hata hiyo swala ikitokea vita unaswali huku unatembea, unatazama huku unaswali, inakubalika. Ikitokea vita Allahu akbar huku unatembea, samia Allahu liman hamida, ngumi Allahu akbar, inakubalika. Vipi hiyo? Umekaa na njia moja.